Kwingineko, taharuki imetanda katika shamba la Ngongongeri eneo la Njoro baada ya makumi ya maafisa wa usalama kuvamia eneo hilo leo alfajiri na kuamuru wakazi wanaoishi huko kuhama. Maafisa hao wamelaumiwa kwa kuchoma baadhi ya makazi ya muda iliyokuwa yamejengwa huko wakiharibu mimea shambani. Hii ni licha ya uamuzi wa mahakama uliositisha kuhamishwa kwa wakazi hao wanaokita kambi katika eneo hilo hadi kesi itakaposikizwa na kuamuliwa. Mwanahabari wetu Ruth Sarmoi Chesenge na mengi zaidi. Mgogoro wa umiliki wa ardhi yenye jumla ya ekari 2650 baina ya chuo kikuu cha Egerton na kampuni ya Mosem umechacha upya. Wakati huu makumi ya maaskari wakimiminika huko na kuwafurusha wakazi. Buya leo nilipofika kwa shamba saa moja nikapata malori ya askari 4 na Land Rover 6 na yote imejaa askari. Hapa tumekimbizwa na maaskari, malori na Land Cruisers na maaskari wengi sana. Ametuburusha hapa na sijui ni kwa nini. Sawia na hapo awali, maafisa hao wamefanya uharibifu huku wakiwatishia wakazi. Wakaanza kupiga hizi manyumba ya seme permanent ya makaratasi na kuchoma kila kitu. Wamechoma mpaka mbuzi, ingine hata mpaka maunga wameweka kwa magari, mpaka chumvi ya ng'ombe wameenda naye. Sasa tunauliza ni haki gani, na sisi tulipewa tuko na kutoda hapa tusitoke. Kwenye pilka zetu kuelekea sehemu za juu za shamba hilo, tunakutana na maafisa wa polisi walioegesha magari 5 pembeni pamoja na gari moja jeupe ambalo baadaye lilifichwa. Niliona tu gari moja ya Egerton, hii ya pickup, hii Baratastal ya Egerton na watu wa Egerton. Akaenda kung'oa viazi huko chini. Alikuwa ametafuta banga kuvieka hiyo mahindi akakosa. Na wamekaa sasa, wameingilia hiyo samba, ndio wanaendelea kukula mahindi, wengine wanatoa, wanachoma, wengine wanaweka kwa gari, na hata wanauliza tutaweza pata panga wake halafu wakate hizo mahindi. Uamuzi uliotolewa na Jaji Anthony Ombwayo Disemba tarehe 16 mwaka jana ulisitisha kuhamishwa kwa wanachama wa kampuni ya Mosem kutoka ardhi hiyo hadi kesi ya umiliki wake utakaposikizwa na kuamuliwa. Sisi tunataka tuambiwe haki yetu, tujue ukweli yetu ni nini ama makosa yetu ni nini. Ni nini tumekosea hawa? Na koti jamu, sisi tuliambiwa mtulie paka ile siku koti itakuja kusema mkae ama muende. Kwa sasa hali imesalia tete katika eneo hili, wakazi wakiachwa katika njia panda. Sisi tunataka tuambiwe haki yetu, tujue ukweli yetu ni nini ama makosa yetu ni nini. Ni nini tumekosea hawa? Na koti jamu, sisi tuliambiwa mtulie paka ile siku koti itakuja kusema mkae ama muende. Kamanda wa polisi wa kaunti ya Nakuru, Samuel Opuru, ametupilia mbali madai hayo ya kufurusha wakazi kutoka eneo hilo. Kwingineko, katika eneo la Stombili, polisi walilazimika kutumia vitoza machozi kuwatawanya waandamanaji waliofunga barabara ya Narok Nakuru baada ya mtu mmoja kuuawa na wezi wa mifugo. Wakazi hao wanalalamikia ongezeko la visa vya wizi katika eneo hilo. Lakini mmoja akipotea tukapata simu yake. Hiyo simu tunataka tupelekewe mbele, tunataka kujua waizi ni akina nani wanatuibaga. Sisi tumekasirika sana na kuibagwa. Kila siku tunaibiwa. Ruth Sarmoi Chesenge, NTV, Nakuru.